Muko tayari kusikiza Uhuru Kenyatta? Wapi nduru ya Uhuru Kenyatta, rais wa Kenya jameni? Asante sana, asanteni sana. Dumberi hamjambo. Kiabu Morega. Hebu tusalimiane tafadhali, tusalimiane. Asanteni sana. Tumerudi tena wenzetu wa Kiambu. Nitakuja hapo, ngoja kidogo. Tumerudi tena. Ya kwanza niseme tuwatolea Kiambu shukrani, kwa sababu tarehe 8 August wenzetu mlikubali mkajitokeza mapema na mkapiga kura, mkaitikia ule mwito watujitokeze kwa wingi, na mkapiga kura na mkatupatia ushindi wa chama chetu cha Jubilee kutoka MCA mpaka governor mkatupatia, na hata ya rais mimi najua mlinipatia jameni. Lakini mwenzetu ambaye hakuna wakati amewahi kukubali kushindwa, akaenda kotini akasema ati uchaguzi urudiwe. Koti badala ya kuchunguza kura wa Kenya walipiga, wakasema kura haina haja ni form. Ati kwa sababu kuna mafomu ilikuwa imejazwa vibaya, wa Kenya warudie kura. Kitendawili akafurahi, akacheka ati ameshinda, akifikiria ya kwamba sisi tutakataa kurudia uchaguzi, ndio wa Kenya ati wapigane, ati ndio waite wazungu wakuje ati watuletee mapatanisho kama vile ilitendeka 2007. Mimi nikasema hatutembei barabara hiyo. Sisi hatutakubali wa Kenya wamwage damu. Sisi hatutakubali wa Kenya wapigane. Sisi tukiongozwa na Mwenyezi Mungu na tukirudi kwa Wakenya, kwa sababu Wakenya hawajahama taifa lao, sisi tutaomba Wakenya kura zao kwa heshima kubwa, na tuwaulize wajitokeze tena siku ile itatangazwa, wapige kura tena waamue kiongozi wao ni nani. Na sisi tunaamini majaliwa ya Mwenyezi Mungu, tarehe 26 ile ilitangazwa, nyinyi wa Kenya mtatupatia kura nyingi zaidi hata kuliko ile tulipata safari ile nyingine. Tuko hapa tena kuwauliza kwa heshima wenzetu, mkubali tarehe 26 mujitokeze. Mutajitokeza wenzangu? Mutajitokeza? Tupige kura, huyu mzee tumtume nyumbani aende akapumzike jameni, awache kusumbua taifa la Kenya. Si namna hiyo? Na sisi tunamwambia, na imetajwa hapa, ya kwamba kama ni urais unatafuta, hakuna mtu, hakuna nchi, hakuna jeshi ambaye inaweza ikupatia uongozi wa taifa. Yule peke yake ambaye anaweza kukupatia uongozi wa taifa la Kenya ni Mwenyezi Mungu kupitia sauti ya wananchi. Tunaelewana wenzangu? Hiyo story ya kuhepa hivi sijui hivi, koti ilisema tufanye uchaguzi within 60 days. Koti ikasema huo uchaguzi usimamiwe na IEBC. Hii kelele yako ya kila siku na ma press conference haitakusaidia. Ule mtu ambaye ana uwezo wa kusaidia wewe ni mwananchi wa Jamhuri ya Kenya. Tunaelewana wenzangu? Vile mmesikia sasa atembea nchi za ng'ambo, ati akiwaeleza ya kwamba katika taifa la Kenya kuna crisis kubwa sana, na sisi sijui sisi ni nani na ni yeye peke yake. Tunataka mukuje mtusaidie tupate suluhu katika taifa la Kenya.
Sisi tunataka Kofi Annan arudi huku aweze atupatanishe, ati ndio mimi namuambia hivi, and I tell all our friends around the world, number one, there is no crisis in Kenya. There is absolutely no crisis in Kenya. Kenya is a sovereign, democratic state that is run by the rule of law and by our constitution. And under our constitution, there is no provision from any foreign interference in the running and management of our nation. Under our constitution, there is no provision for negotiated governments. Under our constitution, the only people are the sovereign people of Kenya who have the right under our constitution to elect their leaders. Kwa hivyo, the only problem we have in Kenya is just one individual ambaye goes by the name of Kitendawili. Tunaelewana? Shida ya Kenya ni mtu mmoja peke yake. Na kama wanataka kumsaidia, if they wish to help him, the best help they can give him is to buy him a ticket, to get him back to Kenya, to start him off on his campaign, so that the people of Kenya can make their choice on the 22nd of October. Hakuna story ingine. Kwa hivyo hawa wanatafuta huko wakina Kofi Annan na nani, waambiwe wanaweza kuja kutembea Kenya kama watalii, watembelee wanyama wetu wa pori, watembee, waone kule beaches zetu za Mombasa, wakuje hapa Kiambu, waone watu ambao wanafanya kazi, majani chai na kahawa, hiyo yote wako karibu. Lakini siasa za Kenya wasijaribu kuingilia hata dakika moja. Tunaelewana wenzangu? Tunakubaliana wenzangu? Tunakubaliana? Waamuzi ni wa nani? Waamuzi ni wa nani? Muko tayari tarehe 26? Muko tayari tarehe 26? Hebu nione tena kwa mikono, ni wangapi wanasema wako tayari? Ando itu. Mudu thabari no tutigera kumuringira itheru.